zimekataliwa, wakati wawapo wote ambao dhambi zao zimebaki kwenye vitabu vya kumbukumbu ambazo hazijaungamwa na ambazo hazijasamehewa, majina yao yatafutwa kutoka katika kitabu cha uzima, na kumbukumbu ya matendo yao mema itafutwa kutoka katika kitabu cha Mungu cha kumbukumbu. Mungu mtetezi anawasilisha ombi kwamba wote ambao wameshinda kwa njia ya imani katika damu yake wasamehewe makosa yao, ili warejeshwe kwenye makao yao ya Edeni na kutawazwa kwa urithi pamoja naye kwenye mamlaka ya awali. Yesu hawahesabu kuwa hawajatenda dhambi, bali anaonyesha toba na imani yao na kudai msamaha kwa ajili yao. Anainua mikono yake iliyojeruhiwa mbele za Baba na malaika watakatifu akisema, ninawajua kwa majina. Majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima, na juu yao imeandikwa, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Ufunuo 3:4. Wakristo wanaweza kukuza imani yao kila siku kwa kumtafakari yule ambaye amethibitisha kazi yao, kuhani wao mkuu, mwenye rehema na mwaminifu. Mungu alibariki neno lake. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba Mwenyezi, asante kwa neema yako na upendo wako. Asante tena kwa kibali cha asubuhi hii ya leo. Ni wengi walitamani kuiona siku hii ya leo, lakini Yesu umetupendelea wengine. Sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa uwezo wako. Baba, tunaleta shukrani zetu mbele zako. Tusamehe kwa yale yote ambayo tumeyatenda na kuyawaza tofauti na mapenzi yako. Leo siku hii ya Jumatano tunaikabidhi mbele zako. Yesu, wewe ndio kimbilio letu. Wewe ndio ngome yetu. Hatuna mwingine wa kumlilia zaidi yako wewe. Baba, tunakusihi ukatuinue kule kazini, tuinue katika uchumi, mfalme wa amani. Utupiganie katika maisha yetu. Jehova, na tutakapofanikiwa, sifa na utukufu ni kwako. Ponda viburi ndani yetu, mfalme wa amani. Sisi tushuke, wewe uinuliwe milele. Asante kwa neema yako. Asante kwa ajili ya viongozi wa kanisa hili. Yesu, shughulika nao, ukawainue mahali ambapo wanapotoa. Baba, ukawabariki sawa na mapenzi yako. Jehova, ninamleta mtumishi wako atakayeenda kusimama masaa haya. Yesu, unganisha maneno haya pamoja na mahubiri atakayoyatoa, yakapate kibali machoni pako. Asante kwa kuwa wewe ni muweza wa yote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu, mapenzi yako yatimizwe. Bwana, wewe pekee wa kutukuzwa, kusujudiwa na watu wote, ni wewe Mungu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Kwa kuwa kila Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje kwetu, mapenzi yako yatimizwe. Bwana, wewe pekee wa kutukuzwa, kusujudiwa na watu wote, ni wewe Mungu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukisifu, tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Kwa kuwa kila mtu aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Tuombeni kwa imani. Baba yetu aliye mbinguni, atazidi kuwapa Roho Mtakatifu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Tumekuja leo mbele zako Bwana, sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Tumekuja leo
sauti zetu tukikuinua Mungu, kwani wewe Bwana ndiye tunayekuabudu. Wewe ndiye kiongozi wetu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu wote katika jina pendwa la Bwana wetu Yesu Kristo. Wale ambao tuko hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni ambalo liko Mwembe Chai, na rafiki zetu ambao mnatufuatilia kutokea mbali kwa njia ya internet, tunawakaribisha katika ibada ya asubuhi ya leo ya baraka za mapambazuko, tukiwa katika mfululizo wenye dhima ya masomo yanayosema fufuo 5 za kushangaza. Siku ya leo tuko katika kitabu cha Yohana sura ya 11, na tutazungumza kidogo angalau mambo mawili matatu kuhusu ufufuo ambao Yesu aliufanya kwa Lazaro. Ninawaalika tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Yohana sura ya 11. Utapata nafasi ya kusoma kisa kizima, lakini hapa tutasoma mambo machache tu ambayo yataongoza tafakari yetu katika asubuhi ya leo. Biblia inasema katika fungu la 32 la Yohana sura ya 11, basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Fungu la 39, Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa mauti siku ya 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. 43, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Hili ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo, na Mungu wetu alibariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Rafiki zangu, kuna nyakati ambazo kwa sababu ya hisia zetu na kwa sababu ya mitazamo yetu binafsi huwa tunadhani Mungu amechelewa kufanya mambo fulani. Na wakati mwingine unatazamia kwamba maombi ambayo umeyafanya Mungu angeliyajibu katika kipindi fulani cha wakati, na hivyo unangoja lakini huoni badiliko. Na wakati mwingine unalia lakini huoni kama vile mbingu zimeingilia, na unafika mahali unaamua kunyamaza kimya kwa kukata tamaa, ukidhani Mungu amekusahau, ukidhani kwamba Mungu hana mpango tena na jambo hili ambalo umekuwa ukiliombea, na ukidhani kwamba imekwisha, hakuna tena jambo jingine linaloweza kufanyika. Kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, kifo kinaweza kuwa ishara au dalili inayoonyesha jambo ambalo limefika mwisho wake, jambo ambalo haliwezi tena likafanyika jingine ili wewe uweze kusaidika, jambo ambalo limekwama kabisa, jambo ambalo haliwezi tena likasogea, jambo ambalo limekuwa tishio na mlima mkubwa ambao unaonekana hauwezi tena ukahamishika, jambo ambalo linaweza likawa limegeuka kuwa bahari isiyoweza kupasuliwa katikati. Lakini asubuhi ya leo tunajikumbusha tena kwa mara nyingine habari njema tunazoziona katika neno la Mungu, ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu. Wewe amini tu, utauona utukufu wa Mungu. Ndio uliokuwa ujumbe kwa Martha na kwa Mariamu kutoka kwa Yesu, na ndio ujumbe kwako wewe leo ambaye unasikiliza simulizi hii kutoka katika maandiko matakatifu. Na labda nizungumzie mambo machache sana kwa ufupi hapa. Biblia imetusimulia kisa cha binti wa Yairo siku ya jana ambayo tuliitafakari, na simulizi hiyo inaonyesha kwamba Yesu alipomponya yule binti, ni kama kuna kundi la watu fulani ambao hawakukubali sana muujiza ambao Yesu alikuwa tayari ameutenda. Na baadhi ya simulizi zinazotoa fafanuzi za maandiko matakatifu, baadhi ya vitabu vinavyotoa simulizi hii katika fafanuzi inayochimba ndani zaidi, vinaeleza kwamba hawa Wayahudi hawa walikuwa wanaamini kwamba mtu anapokufa hafi kweli kweli mpaka baada ya siku kama 2-3 hivi mpaka siku 4. Na kwa hiyo Yesu alipofanya ule muujiza wa kumfufua yule binti katika nyumba ya Yairo na kumwambia binti na kuambia amka, kisha akaamka akawa mzima, halikuwa jambo ambalo liligusa sana mioyo yao, kwa sababu wakati mwingine Mungu anapofanya miujiza yake mapema katika maisha yetu, tunashindwa kuappreciate kile ambacho amekifanya kwa nguvu zake za kiungu, na ambavyo tusingeweza kufanya kwa namna yoyote vile kwa nguvu zetu za kibinadamu. Tunashindwa kuappreciate kwa sababu wakati mwingine Mungu anapofanya mapema, bado mioyo yetu inakuwa imefungamanishwa na matumaini mengine yasiyokuwa halisi. Na hivyo Mungu anapofanya muujiza wakati bado akaunti yako ikiwa iko vizuri, unakuwa unadhani kwamba asingalifanya, ungeweza kufanya kitu fulani kwa sababu bado una fedha za kutosha katika akaunti yako. Wakati mwingine Mungu akifanya mapema, unashindwa kuappreciate kwa sababu unasema asingalifanya, huenda ndugu yangu yule angaliweza kuingilia kati na kunisaidia. Kwa hiyo this time wakati Yesu anakuja kumfufua Lazaro, ilibidi asubiri kwanza angalau siku 4. Siku ya kwanza
watu wamesubiri wakidhani kwamba huenda kuna jambo fulani ambalo lingeweza kufanyika, na Lazaro labda hajafa kweli kweli, huenda kuna ujanja fulani ambao unaweza ukafanyika na Lazaro akarudishwa katika hali yake ile ya kawaida. Siku ya pili bado Yesu hajaja, ameendelea kunyamaza, na hao watu wako tayari katika kilio, lakini bado kwa namna fulani kuna kundi la watu ambao hawaamini kwamba tatizo lililoko mbele yao ni tatizo ambalo ni halisi na ambalo liko nje ya uwezo wao. Ilikuwa ni mpaka siku ya 4, wakati matumaini yote yametoweka, wakati hapakuwa na jambo jingine lolote ambalo lingaliweza kufanyika, wakati ambapo hapakuwa na msaada mwingine tena wa kugeukia, wakati ambapo hapakuwa na nguvu nyingine tena ambayo ingeingilia kati, ndipo Yesu alipotembea na kusogea mpaka mahali palipokuwa na msiba, na anasema, liondoeni jiwe ili na mimi nimwondoe Lazaro kutoka katika kaburi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lazaro anaweza akawa ni picha ya mambo yaliyokuharibikia katika maisha, kazi ambayo imevurugika, ofisi isiyokuwa na amani, biashara inayodorola kuelekea kufa, na hakuna msaada mwingine ambao unaonekana karibu, hali ambayo inakufanya usikubalike SACCOS, hali ambayo inakufanya usikubalike benki, kesi ambayo imekulemea na ushahidi wake wote uliojikusanyia unaonekana hauwezi kukunasua kutoka katika mkono wa sheria, ingawa haukulifanya hilo ambalo unadhaniwa kwamba umelifanya. Inaweza ikawa ni picha mbaya ya tabia yako ambayo imevurugika katika jamii, ingawa wewe hauko hasa vile ambavyo wanakusema, hali ambayo haina matumaini na huna msaada mwingine wowote. Nataka nikueleze kwamba Yesu Kristo hajui kuchelewa. Anapokuja, anakuja kwa wakati wake, na wakati wake daima huwa ni wakati sahihi. Anapofika, hata hali ionekane ni ya kuvunjika moyo kiasi gani, sikiliza maelekezo na maagizo anayoyatoa. Na hata kama inaonekana haileti maana tena, hata kama inaonekana jiwe lile limefungwa siku 4 zilizopita na hali imeharibika, harufu iliyoko hapo ni ya kunuka sana, na mwili umekwisha kuoza, mambo yamevurugika na yameharibika beyond repair, sikiliza sauti ya Yesu inayosema, liondoe jiwe. Maana ukiisikiliza sauti ya Yesu, Yesu ana uwezo wa kumtoa Lazaro kutoka katika kaburi lake na akamrejeshea uhai wake. Asubuhi ya leo mimi ninataka nikualike kwamba matumaini yako yale ambayo yameyeyuka, matumaini yako yale ambayo yamekwisha kuzikwa miaka 4 iliyopita, miaka 10 iliyopita, matumaini yale ya kufufua ndoa yako ambayo yamekwisha kuharibika, na umeanza mipango sasa mingine ya kutafuta mwenzi mwingine tena wa maisha, ninakutia moyo asubuhi ya leo kwa maagizo ya neno la Bwana na kwa imani kabisa kwamba isikilize sauti ya Yesu Kristo. Ondoa jiwe la kupungukiwa na imani, rudi tena katika magoti, mwambie Yesu, niko tayari kuona utendaji wako, na Yesu ataingilia kati na kubadilisha maisha yako. Mara nyingi tunakata tamaa na kumfungia mlango Yesu nje, tukimzuia asifanye kile ambacho angaliweza kufanya kwa sababu ya kutokuamini kwetu, kwa sababu ya kukata tamaa kwetu, kwa sababu ya kuchoka kwetu. Lakini ninarudia tena, hali yako ya kukata tamaa, hali yako ya kuchoka, hali yako ya kuona hakuna tumaini tena, sio kizuizi kwa Yesu kufanya kile ambacho anataka akakifanya.
Tulizungumza hapo awali kwamba yeye ana specialize katika mambo ambayo yameshindikana. Yeye ni bingwa wa mambo yasiyowezekana. Tumesema na tunarudia tena kwamba anaweza kugeuza giza likawa ni nuru iliyo na uangavu wa kutosha katika njia yako na mapito yako. Anaweza akageuza ugonjwa kugeuka na kuwa hali njema ya afya itakayorudisha nguvu katika misuli yako na kukurudisha tena katika hali yako ya kawaida. Anaweza akarejesha tabia tena ile ya watoto wako ambayo unadhani imeharibika na haiwezi tena ikatengenezwa na kurejeshwa mahali pake. Yesu ana uwezo usio na kikomo. Hata kifo kinapokuwa kimekuja na kukufunga kamba mikono yako na kufunga pingu katika miguu yako kwa namna ambayo hauwezi ukatembea, neno la Yesu linatosha kukata pingu, linatosha kukata kamba. Hakuna lisilowezekana kwa Yesu wetu. Amini tu, utauona utukufu wa Mungu wetu. Ninaomba nikualike asubuhi ya leo katika maombi. Tunapokwenda kuzungumza na Mungu wetu, kubali Yesu aingilie kati katika maisha yako. Anazo nguvu si tu za kuponya magonjwa, anazo nguvu si tu za kurekebisha vitu ambavyo vina hali mbaya, ana nguvu za kufufua vitu ambavyo vimekufa. Na hii ndiyo sababu tumechagua kumwamini Yesu, kwa sababu tunajua kwamba hata kama ikitokea akaruhusu mauti zikatokea katika namna mbalimbali na katika uhalisia wake, bado ana uwezo wa kuturejeshea uhai wetu, uhai wa vitu tulivyo navyo, uhai wa vile tunavyovifanya, uhai wa maisha yetu ya kiroho, na hata uhai wa kimwili unapoondoka. Siku moja tunalo tumaini kwamba Yesu ataturejeshea tena. Ninaomba hili liwe neno linalotutia nguvu katika asubuhi ya leo, na neno hilo litoshe kuondoa mawe yote ambayo ni vizuizi vya kumzuia Yesu asitende katika maisha yetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Nitawalika tusimame tena. Tutaimba wimbo namba 123, Yesu kwa imani. Imba wimbo huu kama ombi, imba wimbo huu kwa imani, imba wimbo huu kama mtu ambaye umepata matumaini ambayo yamefufuliwa. Na asubuhi ya leo tutamuuliza Yesu tena kuingilia kati katika mambo yetu kadha wa kadha, mambo ya kifamilia, mambo ya kiuongozi, mambo ya kiroho, mambo yoyote yale ambayo yanaonekana yamekufa. Niwaalike tusimame, tutasogea na kusogea karibu. Wale tuna sadaka zetu tutaweka mahali sahihi katika chombo chake. Wale ambao tumeandika maombi yetu tutaiweka katika boksi la maombi, na katika screen wale ambao mnatufuatilia zitawekwa akaunti za kanisa. Ikiwa ungependa kushiriki kwa moyo wa furaha na moyo wa hiari kutoa sadaka yako, basi tumia akaunti hizo ambazo ziko kwenye screen ili uweze kumwabudu Mungu wako kwa namna ambavyo unaona amekubariki. Yesu kwa imani. Baada ya hapa tutaingia katika maombi. Yesu kwa imani.
Bwana, tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuongoza na tumebarikiwa na ibada ya maombi asubuhi hii ya leo. Tunawashukuru wote ambao mmefika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, lakini pia na wengine ambao mmetufuatia kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki sana. Jambo moja la kukumbushana, siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 tunakuwa na ibada inaitwa Sabbath Evening Program, ikiwa ni sehemu ya ufunguzi wa Sabato. Hivyo tunawakaribisha wote ambao mko online, mtakaokuwa kanisani, kukaribia katika siku hiyo ya Ijumaa ambayo tutakuwa na nyimbo, tutakuwa na shuhuda, lakini pia tutakuwa na neno kutoka kwa Bwana. Mungu awabariki sana. Together in Christ, karibuni kwa wimbo. Wote tumche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu nayo imekuja. Watu wote kupepetwana magugu, kutupwa pembeni na kuchomwa moto. Kutupwa pembeni na kuchomwa moto. Watu wote tumche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu nayo imekuja. Watu wote kupepetwana magugu, kutupwa pembeni na kuchomwa moto. Kutupwa pembeni na kuchomwa moto. Jisalimisha kwa Yesu, malaika watatu wanapita, akiweka muhuri kwa watakatifu wake Mungu, walioziacha dhambi na kuzishika amri zake. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jisalimisha kwa Yesu, malaika watatu wanapita, akiweka muhuri kwa watakatifu wake Mungu, walioziacha dhambi na kuzishika amri zake. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Baraza la Mungu nalolaka likichunguza, kila mmoja kuchunguzwa na matendo yake. Ni ajabu kukutwa ndugu, hujajiandaa, utapitwa ndugu na malaika. Utapitwa ndugu na malaika. Baraza la Mungu nalolaka likichunguza, kila mmoja kuchunguzwa na matendo yake. Ni ajabu kukutwa ndugu, hujajiandaa, utapitwa ndugu na malaika. Utapitwa ndugu na malaika. Jisalimisha kwa Yesu, malaika watatu wanapita, akiweka muhuri kwa watakatifu wake Mungu, walioziacha dhambi na kuzishika amri zake. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jisalimisha kwa Yesu, malaika watatu wanapita, akiweka muhuri kwa watakatifu wake Mungu,
walioziacha dhambi na kuzishika amri zake. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jisalimisha kwa Yesu, malaika watatu wanapita, akiweka muhuri kwa watakatifu wake Mungu, walioziacha dhambi na kuzishika amri zake. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jitoe ndugu yangu, muda sasa umekwisha. Jitoe ndugu, muda sasa umekwisha. Ndugu, muda sasa umekwisha. Ndugu, muda sasa umekwisha.